Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, mtu wa Mungu. Ninakuletea somo kuhusu sanamu. Lengo la kufundisha kuhusu sanamu, wakati mwingine nitakufundisha kwa undani, lakini sasa nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo aidha kwa kujua au kwa kutokujua unaabudu sanamu. Na hasa watu wanaokwenda kwenye makanisa ya kinabii, manabii ndio wanaongoza kwa kuabudu sanamu kuliko hata vile wanavyofikiria kuhusu kanisa fulani kwamba ni wanaabudu sanamu. Sasa nitafundisha leo, naitwa Prophet Kamage RF, na unaweza kusubscribe channel yangu, ukashare na comment. Channel inaitwa Prophet Kamage RF. Sanamu ni kitu chochote ambacho kinachukua nafasi ya kitu kingine halisi, lakini chenyewe sio halisi. Sasa ndio maana sanamu hata ukichukua ukiandika kwenye Google Translator au ukapata mwalimu wa kutafsiri sanamu kwa Kiswahili, itakuja imagination, au sanamu tunaweza kusema statue kwa lugha nyingine ya Kiingereza. Sasa sanamu ni kitu chochote ambacho kinachukua nafasi ya kitu kingine. Sasa je, zile sanamu za Katoliki, je, ndio sanamu halisi? Na je, walokole wana sanamu na makanisa mengine yana sanamu? Hapo jibu utalipata mbele ya mafundisho katika kunisikiliza. Endelea kusikiliza. Naitwa Prophet Kamage RF. Unaweza kunipata kupitia channel ya Kamage RF, na kwenye Instagram Kamage RF, Facebook Kamage RF, lakini pia unaweza kunipata katika WhatsApp kupitia 0712 na 0752. Hizo ni Tigo na Voda 301117. Labda kwa kwanza kuangazia, jaribu kuangalia, tunasema tuulize. Kuna watu wanajiuliza, kuna watu wanasema Waroma ni Katoliki wanaabudu sanamu. Je, swali hili ni kweli? Ni kweli Waroma wanaabudu sanamu? Jibu linaweza kuwa ndio au sio. Sanamu zile Roma ni toy, lakini kuabudu ni kitu gani? Kuabudu ni kukiheshimu kitu, kukisujudia kitu, kukiangukia kitu, kujishusha mbele ya kitu. Hicho kitu unakiabudia. Ndio maana unapoamua kusema huyu mtu fulani anapenda tumwabudu, manake unamaanisha mtu huyu anapenda kuwa juu yetu afu sisi tuwe chini yake. Kwa hiyo kama dini fulani wana kitu wanakisujudia, wanakiangukia, maana yake hicho kitu kinakuwa sanamu. Lakini nje hapo sio sanamu, inabaki tu kuwa toy. Waroma wana picha ya Yesu, wana picha ya Mama Maria, wana msalaba, wana vitu, wana rozari, wana vitu vingine kadha wa kadha. Je, wanaviabudia? Je, wanavisujudia? Je, wanaabudu vitu hivyo? Jibu linaweza kuwa ndio au si kweli. Ukweli ni kama jibu litakuja kwenye tafsiri iliyokupa. Kama wanajiweka chini ya hivyo vitu, basi wanaviabudu. Kama wanavitetemekea, wanaviofia, wanaviheshimu hivyo vitu, wanaviabudu. Lakini je, walokole wana vitu wanavyoviabudu ambavyo sio Mungu kama Wakatoliki? Jibu ni ndio. Walokole wanaabudu tena hatari kuliko hata Wakatoliki. Nataka nikutoe matongotongo. Mimi sikufundishi, siko hapa kudhihaki dini yoyote, niko kuisimamisha kweli, alafu wewe utachagua ipi ni ipi kweli na ipi usimamie. Ipi ni kweli? Walokole wanaabudu sanamu ambazo ni hatari kuliko hata sanamu za Katoliki. Biblia inasema hivi, Katoliki pale kuna sanamu ya Bikira Maria. Nitakufundisha kule mbele. Je, Maria anaabudiwa? Takuonyesha Agano Jipya. Je, tunaweza kuomba kwa kupitia Maria? Takuonyesha kule mbele Agano Jipya kama ipo ama haipo, na kwa misingi ipi sasa watu wanaomba kwa Maria au kwa njia yote ile. Takuelekeza. Biblia inasema kama kuna kanisa wamemchonga Maria au Yesu au Roho Mtakatifu au Musa au Elia au mchungaji fulani au paroko au askofu
au askofu mkuu au nani binadamu aliyeko duniani? Jibu liko hapa. Kutoka 20 mstari wa 4 inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini ya maji chini ya dunia. Sasa maana yake nini? Kama umewahi kumwona Mungu, kama umewahi kumwona Yesu, kama umewahi kumwona Maria, kama umewahi kumwona Roho Mtakatifu, kama umewahi muona malaika yoyote, usimchonge. Biblia inasema usifanye sanamu ya kuchonga. Mfano, ukichonga kinakuwa mfano, sio chenyewe ila ni mfano wa chenyewe. Usichonge mfano wa kilichoko mbinguni. Kwa kweli Maria yuko mbinguni, Yesu yuko mbinguni, Roho Mtakatifu mbinguni, Mungu Baba mbinguni, hawa wote makao wako mbinguni. Lakini Biblia inasema usichonge kilichoko mbinguni. Kuchonga bila kujali unachofanya ni chema au kibaya ni kosa, kwa sababu amri usichonge kilichoko mbinguni. Ukichonga unafanya kosa, kwa sababu umechonga kile ambacho kiko mbinguni. Kwa hiyo usifanye chochote kilichoko mbinguni, awe Roho Mtakatifu awe yoyote, amri usifanye. Kosa sio ulichofanya, labda ulikuwa na lengo zuri, amri usifanye, wewe umefanya. Anasema wala kilichoko chini duniani. Kuna watu wanamwabudu Buddha. Kuna mtu alikuwepo alianzisha imani ya meditation, kukaa kumeditate, anaitwa Buddha, wa nchi za Asia, Ujapani, Ufilipine, Uchina huko. Ndio watu wanafuatisha hiyo ibada na dini inaitwa Ubudha. Sasa wametengeneza sanamu zake, yuko kama ameweka mikono hivi katikati kama tunavyo mtu anayesali. Na baadhi wakaendelea, hiyo dini ikasambaa mpaka Uhindi. Kuna Mungu mama, kuna Mungu ng'ombe, kuna miungu ya namna hiyo. Hao wote wametengeneza kitu ambacho kiko duniani, na Biblia inasema wala kilicho chini duniani. Kumbuka ni mstari wa 4 kutoka sura ya 20 mstari wa 4. Sasa wametengeneza kilichoko duniani, amri usifanye chochote kilichoko duniani. Alafu wala kilicho majini chini ya dunia. Kuna watu wana viumbe vya chini ya maji au miungu kama Freemason na vitu vingine. Kwa mfano, kuna watu hadi saa hii wachezaji wa mpira, wengine hata hawajui Freemason, lakini bila kujua wanaabudu kwa kuigaiga. Anapiga picha ameziba jicho moja, anafanya ile ibada ya kitu kilichoko chini ya maji, ambavyo ni mifano katika ibada za Freemason na baadhi ya madini mengine. Sasa nikisoma chini anasema usivisujudie. Kosa la kwanza ni kuvitengeneza. Ukimchonga ukasema huyu ni Bikira Maria au huyu ni Yesu au huyu ni Mungu au huyu ni malaika au huyu ni fulani, alafu kwa sababu hilo kosa tu la kumtengeneza ni kosa. Alafu kisha usivisujudie, mstari wa 5. Kosa la pili linakuwa ni kukisujudia. Kwa hiyo kosa la kwanza ni kukichonga, kosa la pili ni kukisujudia. Sasa anasema usivisujudie wala kuvitumikia. Ni vingapi unaweza ukabeba msalaba unakutumikisha, unalipa na sadaka, unatoa na pesa, unafanya yoyote kwa ajili ya ule msalaba au kwa ajili ya kile ulichokichonga, ambacho wanachonga wa Makonde na wataalamu kwenye viwanda vya plastiki, mfano wa Maria au mfano wa Yesu ama mfano wa malaika yeyote na vyovyote vile, na tunaviabudu. Tunavitumikia kwa kutoa pesa zetu, tunavitumikia kwa kutenga muda wetu, tunavitumikia kwa kutoa nguvu zetu, na matoleo hayo yanahesabika kama kutumikia hivyo vitu. Anasema usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na napatiliza wana maovu ya baba zao hadi kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Sasa Mungu anamaanisha nini? Anapoona umechonga Bikira Maria, anakasirika. Kwa nini umechonga wa kitu ambacho amesema usifanye? Anakasirika kwa sababu humtii. Na anapoona unakitumikia kwa sadaka, kwa muda wako na kwa nguvu zako zote, anapata wivu kwa sababu unakitumikia. Sasa naomba nirudie kulisoma. Anasema kutoka 20 mstari wa 4,
usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho chini majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanaonichukia. Kwa hiyo kwa kuvitumikia hivyo vitu, kwa kufanya mambo hayo, unamkataa Mungu, unatafsirika unamchukia Mungu, kwa sababu hukufuata matakwa, hukuifuata hii amri na unaivunja hii amri kwa Mungu. Kwa hiyo unamchukia Mungu, humheshimu Mungu. Kwa hiyo hiyo ni amri ya Mungu. Lakini unaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu, kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 kuanzia mstari wa 4, na yenyewe unakuta anasema, msigeuke kuandama sanamu, wala msifanyizie miungu ya kusubu, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kumbuka bado anakataza msifate sanamu. Nitakueleza sanamu za kilokole ambazo ni hatari kuliko sanamu za makanisa mengine, aidha kama wanavyofikiria kuhusu Katoliki. Mstari wa 20 na sura ya 26 kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi bado inaendelea kukemea na kukataza sanamu. Anasema, msifanye sanamu yoyote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga wala mnara. Sasa unaona, aidha ukachonga sanamu, lakini kuna kitu kingine unakuwa hujachonga, lakini umekiinua, umekisimamisha kiasi unakiabudu. Wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililocholwa katika nchi yenu ili kulisujudia, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Alafu anasema, zishikeni sabato, mstari wa 2, sabato zangu na kupastahi patakatifu pangu, mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo unapoabudu sanamu unamkosea heshima Mungu, unakosa kuheshimu na uwepo na nafasi ya Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 16 pia anasema, msije mkajaribu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanaume au mwanamke. Bado nataka kukuonyesha Mungu ambavyo anasisitiza maandiko yote haya kukemea juu ya sanamu. Mstari wa 23 hapo mbele bado anasema sanamu. Hiyo Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 23. Jihadharini nafsi zenu msije mkalisahau agano la Bwana Mungu wenu alilolifanya naye, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa umbo la kitu chochote ulichokatazwa na Bwana Mungu wenu. Sasa anasema msije mkavunja agano. Unapoabudu sanamu unatoka kwenye agano la wokovu, unatoka kwenye agano la ukombozi wa Yesu msalabani, unatoka kwenye mahusiano na Mungu, na ndio maana anasema unakuwa unamchukia. Kwa hiyo anapatiliza uovu kwa watoto wako, na vizazi vyote vinatembea kwenye laana. Hii ndio sababu kwa nini baadhi ya vizazi wanafanya ibada sana wakifikiri ni ibada ya kimungu, lakini maisha yao hayaendi pamoja na kumcha Mungu, na wanatembea na laana za magonjwa na laana za umaskini na vitu vingi vingi. Ni kwa sababu wako kwenye laana sio ya adui, bali ya kumkataa Mungu au kutofata, kuvunja sheria ya Mungu. Naona mtu wa Mungu kwamba unazidi kuona jinsi ilivyosisitizwa kukemea juu ya sanamu. Tukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9 anasema, usifanye sanamu ya kuchonga, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na hawana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Hii inafanana na kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 4 mpaka wa 5. Mungu anasisitiza jinsi ambavyo apendi uabudu sanamu. Sasa kitu kimoja ambacho nataka ukione, sanamu ambazo ziko kwenye makanisa ya kilokole, ambazo kabla yake nitakueleza madhara ya kuabudu sanamu. Madhara ya kuabudu sanamu, jambo la kwanza tunaweza kuona kwenye mstari wa 16. Unaona 16
sura ya 4 hii Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 16 inasema, msije mkaharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga. Sasa unaona madhara ya kuabudu sanamu, matokeo yake ni nafsi kuharibiwa, nafsi kufungwa na kukaa kwenye vifungo. Lakini tukiangalia kwenye sura ya 9 mstari wa 12 pale tunaona pia anasema, Bwana akaniambia, ondoka huko, shuka upesi, kwa kuwa watu wako uliowatoa Misri wamejiharibu, wamekengeuka mara katika njia niliyowaamuru, wamejifanyia sanamu ya kusubu, yani ya kuchonga. Kwa hiyo unapotengeneza sanamu unatengeneza vita na Mungu na unaharibu maisha yako. Sasa unapofuata sanamu unaanza kutembea katika laana. Lakini je, walokole sanamu zao ni zipi? Biblia inasema hivi, anasema Kumbukumbu la Torati sura ya 13 anasema, akitokea nabii au mwotaji wa ndoto akaota ndoto au akatoa unabii, na ule unabii ukatokea kweli, na baadaye akakwambia na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie, anasema usiasikilize maneno yake. Hiyo miungu mingine ni nini? Ni sanamu. Kumbuka sanamu ni kitu kinachochukua nafasi ya kitu kingine. Tunaona katika makanisa ya kilokole saizi watu hutumia chumvi, watu hutumia mafuta, watu hutumia maji, leso, stika, na hivyo vitu vinauzwa kwa bei mbaya sana kanisani. Sasa kupata mwendelezo haya masomo, fuatilia somo langu ambalo linasema nyumba yangu imeandikwa itakuwa nyumba ya ibada. Somo hili linafundisha juu ya ibada ambazo zimekuwa soko, kanisa la Mungu jinsi limekuwa soko, na kufafanua sana. Biblia inasema usimfuate huyo nabii. Sasa tunaona mtu unaweza ukachonga mfano wa Maria na ukamwabudu, ukakaa kabisa unasali chumbani kwako au sebuleni kwako au kwenye groto mbali mahali, unakaa unaongea peke yako ukifikiri unaongea na mama wa Mungu, lakini unakuwa unagombana na Mungu kwa sababu moja, umeamriwa usifanye hicho kitu. Cha pili, usikisujudie. Makosa mawili. Sasa wapo watu walikuwa Wakatoliki, wapo watu walikuwa wapagani, wapo watu walikuwa Waislamu, wapo watu walikuwa wamjui Mungu, lakini angalau katika kutokumjua Mungu kwao walikuwa wakipatwa na changamoto wanamfuata, wanamlilia Mungu kwa kusema, Baba naomba nisaidie. Akisikia paka wa kichawi au matatizo yoyote anasema Mungu nisaidie. Lakini walipoenda kwa manabii, walipoenda kwenye makanisa ya kilokole, walipoenda kwenye makanisa fulani wakakutana na chumvi, ibada za chumvi, ibada za kukanyaga mafuta, na toka hapo hao watu maisha yao yamebadilishwa. Sawa, huenda wamepata matokeo, lakini hawa watu waliokuwa mwanzo wanasema Mungu nisaidie katika changamoto zao, saizi wakipata chochote kinachowasumbua wanasema chumvi ya upako iko wapi? Maji ya upako yako wapi? Tika iko wapi? Leso ya nabii iko wapi? Kwa hiyo wameishaingia kwenye ibada. Wakati huo Mungu anaangalia, anaiona ile changamoto, ungemgeukia yeye, anaona unayageukia maji, unaigeukia chumvi, unaigeukia sabuni ya upako, mafuta ya upako, perfume ya upako, leso za upako na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaingia kwenye ugomvi na Mungu. Biblia inasema usiabudu sanamu. Na hapa anasema akitokea nabii au mtu anayeweza kuota ndoto, akakuotea ndoto au kukutabiria, hata kama utabiri utatokea, cha kujua ni kuangalia anakupeleka kwenye kuabudu au kutegemea kitu gani. Watu wanapaswa wamtegemee Mungu peke yake na sio wategemee chumvi. Sasa sikiliza, takufundisha mafuta na damu. Yesu Biblia imeandika aliumbwa kwa maji na damu. Na kwa hiyo maji na damu ni nguvu ya Yesu. Unaweza ukapata mafundisho kuhusu vitu hivyo na nikakufafanulia ukaelewa. Ni neno la Mungu, lakini sio chumvi. Bado hivyo vitu huwezi ukavitumia kama vinavyotumika. Lazima iendane kiroho. Fuatilia hilo somo, damu, maji na mafuta, jinsi inavyofanya kazi. Utaweza kuona hizo ibada na utajiepusha. Lakini unaona Yesu akisema, lakini unaweza ukaona kitu kingine.
Biblia inaelezea, je, mtu akiona amekuwa hawezi, awatafute watu wa Mungu, wazee wa kanisa, wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Yesu. Imetajwa, unaweza ukaelewa vizuri kwenye hilo somo lingine, damu, maji na mafuta. Sasa anasema mafuta yatumike. Kwa hiyo mafuta sio dhambi, lakini namna gani yanatumika, mafuta inakuwa dhambi. Lakini ukija kwenye Ayubu 29 kuanzia mstari wa 6, unaona anasema, wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nalo jabali liliponimiminikia mito ya mafuta, wakati nilipotoka kwenda mjini, hata langoni nilipokitengeneza kiti changu katika njia kuu. Sasa unaona anaongelea haya ni mafuta katika miguu yake, alipakwa mafuta. Labda unaweza ukasema ni upako wa kukanyaga ya mafuta, lakini baada ya haya mafuta ndo milango ilifunguka kwenye maisha yake. Lakini nafasi yake, kiti, miliki yake, alianza kuikaa miliki iliyoibiwa. Lakini unaona miliki gani ya Ayubu? Ilikuwa ni miliki ya utajiri. Lakini pia anasema kisha njia yake ikawa wazi. Ndio kitu kinachofundishwa. Kwa kuna mafuta ya kuosha miguu, mafuta. Lakini je, ibada ya mafuta ipo? Kuna kitu ukisoma kwenye ile somo utaelewa vizuri. Lakini kitu mafuta yanapoingia sasa yakawa kwenye ibada, yanaleta hatari kwenye maisha ya watu. Chumvi inapokuwa ibada, inatengeneza kuabudu kitu kingine, na hicho kitu kinachukua nafasi ya kitu halisi. Alitakiwa aabudiwe Mungu, kinaabudiwa kitu kingine. Kwa hiyo Mungu anapata wivu. Labda kwa kuhitimisha nikwambie, unapopatwa na matatizo na unaanza kukimbilia sabuni au chumvi ya upako au mafuta, unagombana na Mungu sawasawa na maandiko hayo tuliyoyaona, kwamba usiabudu sanamu wala usitegemee, na unaweka uadui na Mungu. Sasa huenda ikawa ni sanamu ya Bikira Maria, huenda ikawa ni ya Yesu, na huenda yakawa ni mafuta. Nimekwambia sanamu ni kitu kinachochukua nafasi ya kitu kingine. Ile picha Maria ikiwa imetengenezwa toy ni toy, lakini inapochukua nafasi ya kuabudiwa na kuombwa kwa niaba ya Maria mwenyewe, tayari hiyo inakuwa sanamu. Lakini je, tukirudi, unaweza ukasema, mimi sitaomba kwa ile sanamu, nitamuomba Maria moja kwa moja katika roho. Nitafanya maombi kwa ajili ya kumuomba Bikira Maria. Lakini je, imeruhusiwa kuomba kwa jina la Maria? Kiukweli hamna palipoelekezwa kuomba kwa Maria. Tukijaribu kuangalia maandiko kadhaa hapa yanayoelekeza namna ya kuomba ambayo inaweza ikakufungulia, yako maandiko machache ambayo nikikuonyesha. Kwa mfano Yohana sura ya 14, ukisoma pale kuanzia mstari wa 13, unaona Biblia inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu. Tunapaswa kuomba kwa jina la nani? Ni kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa jina la Yesu. Yesu anasema, mkiomba lolote kwa jina langu litafanyika. Ili iweje? Ili heshima iende kwa Mungu. Sasa je, tukiomba kwa Maria tunamheshimu Maria? Ni kweli. Tukiamua kuomba kwa ajili ya kumheshimu Maria sio mbaya, lakini tunakuwa nje ya neno la Mungu. Tukiamua kuomba kwa jina la Maria, haijaandikwa, haijawekwa popote kwenye Biblia, lakini nataka nikwambie, ingawa tunamheshimu Maria, lakini tunakuwa nje ya amri ya Mungu na tunakuwa nje ya utaratibu. Kwa hiyo hatuwezi kupata matokeo kwa sababu tunaomba katika njia ambayo sio sahihi. Sasa Maria amebarikiwa, Maria ametukuka, na naweza kulifaa maandiko yanayoonyesha Maria baraka yake. Kwanza heshima yake tu kumleta Yesu. Hakuna Yesu bila Bikira Maria. Maria amebarikiwa kuliko wanawake wote, na hii ilikuwa salamu ya malaika alipomtokea katika kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 30. Anasema, Maria umejaa neema kuliko wanawake wote. Hii inamaanisha amejaa neema kuliko Adamu, kuliko Eva, mpaka mwanamke wa mwisho dunia hii itakapoisha. Hakuna ambaye atakuwa mwenye baraka kama Maria, kwa sababu yeye ndio historia ya ukombozi. Lakini kuwa hivyo haimaanishi aombwe. Maria haombwi. Maria, hatuombi kwa jina la Maria, na si jambo la kukuzuia, ni maamuzi yako, hakuna anayekukataza, lakini matokeo ndio yatakayoamua
ukiomba kwa Maria kama inakufaidia ni wewe, haipaswi kukemewa. Maria kuna wakati akasema katika Luka Luka 1 mstari wa 46, alipoenda kwa Elizabeti akakuta jinsi upako uliokuwa ndani yake ulifanya mtoto aliyeko kwa Elizabeti acheze. Sasa kilichotokea ni kwamba Maria baada ya kusalimiana na Elizabeti akasema, moyo wangu unampa heshima Mungu, na sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Kwa kweli vizazi vyote vinakubali malaika ni mbarikiwa. Wanawaona walokole wajinga ambao wanamdharau Maria, wanamtukana Maria, wanakosea eti kisa hisia zao za kidini. Wanapotaka kuichafua Katoliki tu wanasema wanamchafua hadi Maria. Wanasema wengine wanadiriki hadi kusema Maria hakuwa chochote, kiasi kwamba hata Yesu aliwahi kukataa akasema, mama na ndugu zangu ni hawa wanaonisikiliza. Hilo ni kosa kubwa sana, linakukosesha tena halitubiki. Usiwezi kumshusha, na ukikuta mchungaji anasema hivyo, kaa naye mbali, hajui Mungu, hajui Biblia. Anayeanza kusema mfano huo, Maria amebarikiwa kuliko wanawake wote, na vizazi vyote vitakubali na vitakumbuka. Kila unapoiona historia ya wokovu wa Yesu, wokovu juu ya ulimwengu, lazima umtambue Maria. Na Maria baadaye alipokufa alienda mbinguni. Maria hakupalizwa, Maria hakupaishwa, Maria alienda mbinguni. Maria alienda moja kwa moja kwa Baba alipokufa kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo anaheshimika na anatambuliwa. Lakini watu wanapaswa kuambia tu watu kwamba usiombe kwa jina la Maria, lakini hawapaswi kumshusha Maria, kwa sababu andiko linaposema vizazi vyote vitanitukuza, alafu wewe unaonekana ndo wa kwanza unayemshusha Maria, na kwa waajabu. Kwa hiyo tunapaswa kuomba kwa jina la Yesu, si kwa Maria. Ukiomba kwa Maria hutapata majibu, na si kwa sababu sio mbarikiwa, ila kwa sababu sio njia sahihi ya kupata majibu yetu. Fata njia. Kwa nini kama hivyo ukisema Maria yuko karibu na Yesu, kwa nini basi tusiseme tuombe kwa jina la Roho Mtakatifu? Kwa sababu mambo yote ya miujiza na ishara zote zinatendwa na Roho. Yesu akitaka kufanya jambo lolote anatufanyia hapa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa nini tusitumie kwa Roho Mtakatifu? Kwa sababu yeye ndio ataweza kutufanyia mambo, ndio anayetutendea. Tusimshawishi Roho kwa kumwombea kwa Yesu na tumuombe Maria. Hakuna kitu kama hicho. Tusifanye kwa mtazamo wa kimwili mambo ya kiroho. Mstari mwingine unaoonyesha kwamba tunaomba ni kwa jina la Yesu ni Yohana 15 mstari wa 16. Anasema, sio nyinyi mlionichagua mimi, bali mimi nimewachagua nyinyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa Baba kwa jina langu awape. Sasa unaona, ili kwamba, sasa angalia, ili maana yake ndio kanuni. Ili ukiomba kwa jina langu kwa Baba awape. Kwa hiyo ukiomba kwa jina lingine, kama umeamua kujipa hayo mapokeo, imekula kwako. Hauwezi ukaomba kwa Mungu wa nabii fulani. Alafu bado tunaweza kuona katika sura inayofuata ya 16 pia kuanzia mstari wa 23 pia bado neno linasema, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote, amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Sasa maandiko yote haya huonyesha kwamba tunaomba ni kwa jina la Yesu. Mstari wa 26 anasema, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Sasa mtaomba. Yesu alikuwa anaeleza wakati ujao baada ya kifo chake, miaka ijayo, kwamba baadaye mtaomba kwa jina langu. Maandiko haya na mengine mengi, na tunajua kabisa ni jina la Yesu ndilo litupasalo kuomba kwalo. Sasa sikulazimishi kwa kuwa wewe ni Mkatoliki, Mbudha, Muislamu au imani gani, lakini nataka nikwambie, tukiisha muamini Yesu tunaomba mambo yote kwa jina la Yesu.
na si kwa jina la Maria, wala si kwa stika au chumvi ya nabii yeyote. Watu wote udanganywa kwa sababu manabii hutaka pesa. Watakwambia wewe sema Mungu wa nabii fulani, ninaachilia hii chumvi. Unaibiwa, unapotea. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Endelea kusoma masomo yangu na endelea kusubscribe katika chaneli yangu ya Prophet Kamage RF, na uweze kushare na hata kucomment, na kama una swali lolote nitalijibu. Pia unaweza kufuatilia katika YouTube, katika Facebook na Instagram kwa jina Kamage RF. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe.